Nataka tu kuzungumza kidogo juu ya mwanadamu ni kitu gani. Mwanadamu ni kitu gani? Mwanadamu ni nani uweze kumhurumia? Kitabu cha Waibrania mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi 4 ina neno inazungumza juu ya mikutano iliyokuwa mbinguni na vile walikusanyika pamoja viumbe vya mbinguni na wakazungumza. Waibrania wa pili mkutano na Waibrania wa pili inazungumza kuanzia mstari wa 5 inazungumza juu ya vitu vingine, maana hakuweka chini ya malaika ulimwengu ule ujao tunaunena, ila mtu mmoja ameshuhudia hivi na hali fulani akisema, mwanadamu ni nini? Mwanadamu ni nini hata umkumbuke? Ama mwana wa binadamu hata umwangalie? Nakumbuka kitambo tukiwa katika huduma ya kuimba, tulikuwa wanakwaya. Kuna wimbo mmoja ambaye ilitungwa na ndugu yangu, sijui ilikuwa zungumza juu ya Zaburi 8. Ilikuwa nauliza, mtu ni kitu gani hata umjue, na binadamu nani umwangalie? Binadamu ni kama ubatili. Na hiyo swali imekuwa ikizunguka sana, kwa maana unaangalia vitu ambavyo Mungu amejenga, Mungu ameumba, Mungu amefanya nini? Ameumba sayari, ameumba nyota, ameumba mbingu na nchi na kila kitu amefanya. Mwanadamu ni kitu kidogo sana katikati ya hizi vitu ambazo Mungu ameumba. Ukitazama kwamba ardhi hii yetu ni ndogo. Ardhi hii yetu ni ndogo kulingana na hizo planets zingine. Naweza kusema planets. Planets ni nini kwa Kiswahili? Planets. Si plants. Ni masayari. Hiyo sasa ni Kiswahili too much. Wacha turudi tu kwa Kisheng kiasi. Sawa? Sasa sayari zingine zina ukubwa. Kama hii dunia yetu inaweza kuingia kwa jua zaidi ya mara 1000. Ukiangalia hizo vipimo vile zinaweza kuingiana, hata utashangaa. Lakini hizi sayari zote Mungu aliziumba kwa vidole vyake. Alitumia vidole vyake. Katika kitabu cha inaitwaje? Katika kitabu hiki ambacho tumezoea kulisoma, kitabu cha Zaburi 8. Kuna sayari kadhaa, ingine inaitwa Saturn, kuna ingine inaitwa sijui nini. Sijui kama nyinyi mmejua hizo sayari, lakini kuna Jupiter, alafu kuna sijui ni gani, majina tofauti. Lakini kile ambacho ningependa tu tujue ni kwamba kwa haya yote Mungu amemthamini mwanadamu kuliko hizo vitu zote. Na ndio mtu akauliza swali, mwanadamu ni nani umwangalie? Wacha nijaribu kuangalia pahali hizi vitu zinajaribu kunini. Kwamba katika Zaburi 8 inaongea kwamba sayari hizi ama ulimwengu ni kubwa sana na kuna upana kubwa. Jua ni moja, ardhi ambayo tunaishi ni moja. Ardhi ambayo tunaishi na jua ziko na milioni milioni 93
miles, ziko pana na upana hiyo, na ziko na ukubwa isiyo ya kawaida zaidi. Lakini unapotaka kujua hizi vitu zote, utaona kitu ambacho Mungu anajaribu kutuonyesha. Mbona mtu aulize mwanadamu ni nani, umwangalie? Kwa maana kuna sayari kadhaa kubwa. Dunia ni ndogo, jua ni kubwa mara karibu milioni 1 ya jua ya ardhi yetu. Alafu kuna ingine kubwa kuliko jua, na kuna ingine kubwa zaidi, na kuna hayo mengine. Na akishaumba hizo zote, akaumba wanadamu, akaumba malaika, na hao wote walifanywa pamoja. Lakini swali ni kwamba mwanadamu ndio Mungu anamshughulikia. Masomo ambayo tumesoma juu ya Ayubu akiwa katika hali ya utakatifu wake na biashara zake, akifanya kazi zake. Kitu kilitendeka mbinguni. Inasemekana viumbe vya mbinguni zilienda kukutana pamoja, na walipokuwa wakikutana pamoja, Mungu akaanza kuringa na Ayubu. Bwana asifiwe. Mungu akaanza kuringa na Ayubu akisema, na huyu Ayubu wangu umemwonaje? Ni kama wewe una mtoto ng'ambo, na huyo mtoto wako ambaye yuko ng'ambo, mtu ametoka ng'ambo amekuja, unamwambia na wewe kijana wangu umemwona anaendelea aje? Na badala yeye kukubali kusema kweli huyo mtoto ambaye umemwona ng'ambo yuko sawa, anasema yule umempatia pesa mingi, hata anaga shida na sijui nini, vitu kama hizo. Kwa hivyo shetani alimzungumzia Ayubu kwa njia ambayo ilikuwa inaonyesha kwamba Ayubu anamtumikia tu Mungu kwa ajili ya faida na baraka ambazo ako nazo. Mungu akasema, hapana, huyu ananitumikia na kwa ajili ananipenda kwa ukweli. Kukawa na mashindano kidogo, akamwambia basi hebu enda ukamuondolee hiyo mali, enda ukaondoe watoto wake. Ayubu alipokuwa akienda kwa hii shida, kuna swali ambayo alikuwa na yeye hakuweza kujibu na hakuweza kuuliza, lakini alikuwa na shida mingi. Nimekuwa mtakatifu, nimetoa sadaka zangu vizuri, nimefanya vitu zangu vizuri, mbona ninasumbuliwa? Mbona ninapata shida kwa ajili ya huduma ambayo nimekuwa nikifanya? Nimejitolea kwa Mungu na nimetembea kwa haki, mbona shetani anakuja kunifinyilia? Na hiyo swali ni swali ambayo kila mmoja wetu hujiuliza. Kwa maana haujamkosea Mungu, haujamkosea mwanadamu, umefanya kazi zako vizuri, haujapigana na mtu na hujatukana mtu, haujasengenya mtu, lakini shida zako zinakushukia. Na Ayubu alikuwa katika hali hiyo. Na katika ile kusumbuliwa na vitu, ilifika mahali mali yake yote imeisha, imefika mahali hata watoto wake wote wamekufa, imefika mahali kwamba ng'ombe zake zote zimekwenda, ngamia zake zote zimeenda, mbuzi zake, kondoo, nani, mali yake yote ilienda. Lakini hakukuwa na hatia, hakukuwa na makosa. Watoto wake walikufa, lakini yeye alikuwa ni kama intercessor, akienda mbele za Mungu kufanya nini? Kuwatolea sadaka ili kusiwe na shida. Lakini swali ambayo tulijiuliza na yeye alikuwa anauliza, ni kwa nini ninapigwa? Ni kwa nini ninafinyiliwa? Ni kwa nini vitu zinaharibika? Ningependa tu kusema hivi, kwa maisha zetu, mabaya hayakuji kwako kwa maana umefanya makosa. Mabaya hayakuji kwako kwa maana wewe ni mwenye dhambi. Mabaya saa zingine zinakuja si kwa ajili umesahau Mungu.
Lakini saa zingine mabaya yanakuja kujaribu kama bado utashikilia ile imani yako hata kama vitu zimeharibika. Na Mungu anakujali zaidi. Amejua kila kitu ambacho kinaendelea. Na hiyo Zaburi inapouliza hivyo, anasema kwamba hata kama Mungu ndio muumbaji ya hizi vitu vyote, akifika kwako anajali hata nywele zako ziko aje, anajali hata mavazi yako iko aje, anajali utakula nini, anajali utavaa nini, anajali vitu hivi vidogo vidogo ambazo hatuwezi kufikiria. Katika kitabu ya Nyimbo Standard kuna kitu kimoja ambacho kimeandikwa pale, kitabu ya Nyimbo Standard. Hiyo kitabu ya Nyimbo Standard kuna wimbo moja ambayo ina verse, ni nyimbo number 5 katika Nyimbo Standard, na inasema hivi: na haya madogo haya Mungu tukimfanyia, hayo mengine atayageuza yawe ni baraka kwetu. Na haya madogo haya Mungu tukimfanyia, hayo mengine yote atageuza kuwa ni baraka kwetu. Vitu zile zimetengenezwa ama zimeumbwa kutuumiza, zitageuzwa kuwa baraka na kuwa faida kwetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anakujali. Mbona tumesoma masomo haya? Ni kukukumbusha tu kwamba Mungu anakujali. Mungu anakujali. Na kukuhakikishia kwamba yeye kukujali, anajali mambo ambayo unaweza kusema wacha nisisumbue Mungu na haya. Nisisumbue Mungu na haya. Unaposikia, unapohisi uchungu kwa mwili, unapoona shida kwa maisha yako, tafadhali ukumbuke Mungu anajali. Muite. Nimependa ile somo ambalo liko ile somo la Zaburi 23 ambayo inaongea kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Na kuna mtu alikuwa anajaribu kufafanua Zaburi hiyo 23 akisema mwana kondoo akishazaa na akishazaliwa anaweza kukula akitembea na apotelee mama yake, lakini anapolia, hata kama yuko katikati ya kondoo wengine wangapi, mama yake atasikia sauti yake na atamlocate mahali yuko. Bwana asifiwe. Unaweza kujiona ni mdogo, unaweza kujiona wewe ni bure tu, unaweza kujiona ni kwamba kuna watu ambao Mungu anajishughulisha nao, lakini wewe Mungu anakujali zaidi ya jinsi unavyofikiri au kudhani. Mungu anakufikiria. Na kwa hivyo nataka tu kukutia moyo nikisema kwamba hakuna mtu ambaye Mungu alimuumba ama alimwachilia kuja ulimwengu huu na akamsahau. Jamii yako anaweza kukusahau, maisha inaweza kukugonga ikupeleke kando, lakini Mungu yeye hakukuachilia uje hapa ndio usumbukie hapa. Alikuita na akakuleta hapa kwa ajili ana sababu ya maisha yako. So don't give in or give up on yourself. Usijiachilie ama usikate tamaa, bali umpende Mungu na ufuate njia yake. Na usigeuke uanze kuongea vibaya kwa ajili vitu mbaya ambazo zimekutendekea. Ukiangalia Ayubu, alipewa nafasi ya kukufuru. Alipewa nafasi ya kutukana Mungu. Alipewa nafasi ya kufanya hizi vitu zote. Lakini baada alisema Mungu alinipatia, na saa hii hata hii pia Mungu ndiye ameachilia, na kwamba kuna kitu alielewa zaidi, kwamba shetani hawezi kukuguza bila ruhusa kutoka kwa Mungu. Na kama anakuguza na ruhusa kutoka kwa Mungu, ni Mungu ndiye amejua vile atafika na kule atafika. Shetani hawezi kufanya kitu kwako
bila kupewa ruhusa ya kufanya kitu. Na kwa hivyo nataka tuombe. Mwenyezi Mungu, nakushukuru na ninakushukuru kwa ajili ya upendo wako. Upendo wako juu ya maisha zetu, upendo wako juu ya jamii zetu, upendo wako juu ya watoto wetu na juu ya jamii zetu. Baba, naomba kwamba ukanyoshe mkono. Kama kuna nyumba hapa ama kuna jamii hapa ambao wamepata shida kwa ajili ya huduma ama wamepata shida kwa ajili ya maisha, Baba, nyosha mkono ukawatetee. Nyosha mkono ukawapiganie. Na Baba, ukasimame nao. Wakaone ukuu na nguvu zako juu ya maisha yao. Na kwa maana unatujali zaidi ya jinsi tunavyofikiri, Baba, tusaidie Baba, tukaweze kuwa wanyenyekevu zaidi, kuwa watu wa kukutumikia zaidi, ili jina lako litukuke. Naomba haya nikiamini katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amen.